Tunaita hifadhi scheme kwa wale waliojiajiri. Na labda niwaeleze ndugu zangu kwa ufupi kwa kwamba maisha sasa hivi na kwa ujumla maisha ya binadamu ni vizuri yakawa bora tangu alivyozaliwa, anapofanya kazi na anapostaafu. Sasa maisha hayo yatakuwaje bora? Njia moja hapo ya kufanya maisha hayo bora ni kujiunga na mifuko ya hifadhi ya jamii. Siku hizi wote ni mashuhuda kwamba tunapozeeka, kwa mfano, ile mambo ya kutegemea watoto wa kutunze au watu wengine wa uwezo, hilo limekwisha. Hilo limekwisha. Njia pekee ambayo kwa kweli itakufanya uishi maisha comfortable ni kuwa na kinga ya hifadhi ya jamii. Sasa kwa niseme, haikuwa bahati nzuri kwamba kwa muda mrefu sana hapa nchini Tanzania waliokuwa na kinga ya hifadhi ya jamii kwa maana ya kupata mafao haya ya muda mrefu walikuwa ni wale walioajiriwa kwenye sekta binafsi na sekta serikali. Kwa hiyo wenzetu wale katika wao uweze kusikia hata siku moja mtu ametoka anaomba sijui pesa za kutibiwa, labda anachangiwa kwa sababu amekosa pesa za kutibiwa au za kusomesha mtoto wake, kwa sababu anapomaliza kazi, anapoacha kazi, aidha kwa kustaafu au kwa kupata ulemavu, anakuwa ana pensheni yake pale. Kwa hiyo siku zote katika maisha yake ataishi maisha comfortable. Lakini kwa bahati mbaya niseme kwamba Watanzania wengi hawajaajiriwa. Watanzania wengi ni wale waliojiajiri. Sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliona hilo, na tangu alipoingia katika mambo ambayo alisisitiza ni kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania wanakuwa sehemu ya hifadhi ya jamii. Sasa hilo sisi tumelitekeleza. Huko nyuma lilikuwa halifanyi vizuri sana, lakini tumefanya survey kwa hawa waliojiajiri kuona ni kitu gani hasa wanahitaji na nini kitawavutia kujiunga, kwa sababu kujiunga huku ni kwa hiari tofauti na kule kwa lazima. Na tumefanya kazi ile, tumemaliza. Sasa skimu hii ya hifadhi imezinduliwa rasmi na tunapata wateja wengi kupitia skimu hii ya hifadhi. Ndugu zangu, ukistaafu ukapata ajali ukashindwa kufanya kazi, utapata mafao kama wale walioajiriwa Tanzania, wenzetu wa Tanzania katika sekta rasmi na serikali wanapata. Kwa hiyo utapata pensheni ya uzeeni, ukipata ulemavu utapata pensheni ya ulemavu. Lakini pia kwa bahati mbaya kifariki, Masha Mshomba, kama nilivyo mimi sasa hivi niliajiriwa, watoto wako wataendelea kusoma shule zile ambazo walikuwa wanasoma, kwa sababu kuna pensheni wanapata kutoka CCF kupitia uchangiaji wa hiari. Hilo lilikuwa haliwezekani bila utaratibu huu. Na ndio maana ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kweli kuweka msisitizo katika hili, na napenda nitumie nafasi hii kumhakikishia kwamba tunakwenda vizuri. Na kama mambo yatakwenda vizuri, basi Mwenyezi Mungu akijalia, nadhani mwezi wa 4 sasa hii scheme ya hifadhi iliyoboreshwa itakuwa inazinduliwa rasmi. Ni nafasi ya Mtanzania kujenga maisha bora, na ndio maana hata katika yale malengo 17 ya dunia, kwa wale mliosoma, sehemu nyingi pale zinazungumzia kuhusu hifadhi ya jamii, kwa sababu katika nchi yoyote ile iliyoendelea isiyoendelea, moja ya kigezo cha maendeleo katika nchi ni coverage ya wananchi wake katika hifadhi ya jamii, kwa sababu ndio njia pekee ambayo inaweza kumpa mtu mapato endelevu na ya uhakika katika maisha yake yote, sio yeye tu na wategemezi wake. Sasa sisi tulikuwa hatuko huko, na ndio maana shirika la kazi la Umoja wa Mataifa, moja ya flagship program zake ni katika kuhakikisha kwamba wananchi wa nchi zote wanaweka msisitizo kuhakikisha kwamba wananchi wote wanaweza wanachangia katika mpango huu. Kwa wale wasioweza kuchangia, bado serikali ina utaratibu kama TASAF ambao wenyewe watahudumiwa kupitia dirisha lile. Lakini kwa wale ambao wanaweza kuchangia, wachangie katika hifadhi scheme. Na nitumie muda huu kuomba hata nyinyi wanahabari ambao hamko katika uchangiaji wa lazima, muone kwamba ni jambo muhimu, mchangie. Kwa sio tu kwa faida yako, lakini kwa faida ya familia yako, wategemezi wako. Hilo ni muhimu sana. Kwa hiyo tutasema kama NSSF itakumbuka katika siku zijazo katika nchi hii, ni kwa kufanikisha jambo hili la uchangiaji wa hiari ambalo litachangia sana katika kuboresha maisha ya Watanzania wote, hasa wale wenye uwezo wa kuchangia katika skimu hiyo. Haya, nimezungumza mengi lakini niendelee kumalizia. Tumeboresha pia malipo yetu ya mkupuo. Kama mnavyofahamu, kabla ya mifuko kuunganishwa ile mwaka 2018, kila mfuko ulikuwa na formula yake, na sisi wa NSSF tulikuwa tunalipa mafao ya mkupuo ya 25%. Lakini serikali ilibadilisha ile, tukapanda mpaka 33%. Lakini bado kuna wananchi wengine waliomba iongezwe. Sasa serikali sikivu ya awamu ya 6 hii inaongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ikalisikia, na sasa wameongeza mafao haya kwenda kwenye 35%. Kwa hiyo wote wateja wetu
wanalipwa sasa mafao ya mkopo ya 35%. Ile 65 inabaki inalipwa kupitia pension ya kila mwezi. Na hilo tumelianza tangu ile mwaka 22 Julai. Wale waliokuwa wamelipwa 33% tuliwapandisha mpaka kufikia 35%. Na hilo ni jambo muhimu kwa sababu pia limeitikia matakwa ya wananchi. Serikali yoyote inayojali wananchi siku yote itapenda kusikiliza kile wanachotaka na kuwapa. Sasa la mwisho lakini sio kwa muhimu, niwaeleze tu pia jinsi ambavyo tunatekeleza ilani ya chama tawala. Kwa sababu katika mambo yote tuna wajibu pia ya kutekeleza ilani ya chama tawala, kwa sababu ndicho hacha kimeweka serikali na kina jiwekea malengo yake ya kuhakikisha kwamba maisha ya wananchi yanaboreshwa. Tumetekeleza hilo katika nyanja mbalimbali. Nikianza na hili la matumizi ya tehama, nimeambia kwamba mwaka 21 tulikuwa na 48% ya matumizi ya tehama, ambayo mpaka kufikia Februari mwaka huu tumepandisha mpaka 87.5. Sasa hiyo ni utekelezaji wa ilani ya CCM. Ile ibara ya 103 aya A inazungumzia kuhusu taasisi kuhakikisha kwamba zinatumia tehama ili kuboresha huduma, lakini pia ili kuleta efficiency za utendaji kazi kwa ujumla. Mnaona jinsi ambavyo tumeleta efficiency na hivyo kupaisha thamani ya mfuko mpaka trilioni 9.2 katika kipindi cha miaka 4 tu. Lakini pia tumetekeleza ilani kwa hili la kuhakikisha kwamba hifadhi ya jamii inakuwa access kwa kweli na kila mwenye uwezo. Nimewaambia hapa kwamba katika mfumo wa uchangiaji rasmi tule tayari tumeandikisha wanachama zaidi ya milioni 1. Na hiyo ni msisitizo wa rais. Hiyo iko katika ilani ya Chama cha Mapinduzi 130 aya ya C. Lakini pia ilani ya Chama cha Mapinduzi ilani aya hiyo, ibara hiyo ya 130 aya ya P inazungumzia kuhusu usimamizi wa taasisi including taasisi ya NSSF katika swala hili la uwekezaji, ili kuwe na uwekezaji wenye tija, uwekezaji ambao baadaye unalinda maslahi ya watumishi. Kwa sababu mwisho wa siku jukumu letu la mafao ni zito, kwa maana kile ambacho tunakilipa sisi, si kama wote mnafahamu hapa, lakini nitumia nafasi hii pia kueleza kwamba mfuko wa pensheni unalipa mafao ambayo ni msingi ni sana ukilinganisha na michango ya aliyechangia katika miaka yote ya uchangiaji. Si kama tunafahamu hiyo. Hiyo muhimu sana. Ndio maana serikali na hapa lazima iweke mkazo kuhakikisha kwamba lazima iwe na tija ili itekeleze jukumu lile. Vinginevyo itashindwa. Utapokea hela za wanachama, lakini kama uzalisha kiasi cha kutosha kwa maana ya mapato ya uwekezaji, utashindwa kulipa mafao. Kwa sababu mafao ni mengi kuliko yale michango kutoka kwa waajiri. Sio kama tunaelewana. Hiyo ni la muhimu sana. Kwa sababu linafanya kweli uwekezaji katika mifuko ya hifadhi ya jamii uwe ni kitu muhimu kuliko vyote. Vinginevyo itafika mahali unajua sasa mfuko umeshindwa kutekeleza nini? Na hiyo NSSF ni historia. Nimewaambia hapa funding level iko asilimia ngapi? 90. Lakini hiyo imewezekana kwa sababu uwekezaji unasimamiwa vizuri, tena vizuri sana. Lakini jingine katika swala la utekelezaji wa ilani ni hili ambalo nimezungumza kuhusu kiwanda cha mkolazi. Ibara ya 46 sehemu ya ilani inazungumzia kuwekeza au make sure kwamba tunawekeza katika maeneo ambayo yataleta ajira, hususan ya kilimo na viwanda. Hilo ni muhimu kwa sababu ndio njia moja hapo ya kuboresha maisha ya Tanzania. Tumetekeleza hilo. Kama nilivyowaambia mkolazi pale, mwisho wa siku tutakuwa na ajira zaidi ya 1315. Tunavyozungumza sasa hivi tuna ajira zaidi ya 8,000, lakini tukiwa kwenye full fledged tutakuwa na ajira zaidi ya 11,315. Kwa hiyo kimsingi, ndugu zangu, hayo ndio machache ambayo nimeweza kuandalia kwa maana ya utekelezaji au mafanikio ya mfuko wa NSSF katika miaka hii mingi ya rais. Sasa labda kama muda upo, nitumie nafasi hii pia kuwashukuru wale wote ambao wamechangia mafanikio haya. Na mmoja ni Mheshimiwa Rais mwenyewe ambaye nimesema ataleta na kutuwezesha tuongeze wachangiaji kwa kiasi kubwa. Lakini pia tumeanza sasa kuwafikia wale waliojiajiri ambao ndio ni kuwaso ya kuleta maendeleo kwa wananchi wote. Lakini pia niwashukuru sana serikali kwa ujumla, ofisi ya Waziri Mkuu, kama rais, wote kwa kweli wametusaidia sana. Wakaguzi wetu Benki Kuu ya Tanzania wametusaidia mno, CAG ametusaidia mno katika kuhakikisha kwamba tunakwenda vizuri. Tusaidia sana. Au ni feature tu. Public Safety Management
miongozo hii ya kiutumishi na swala zima la utawala bora. Tunawashukuru sana. Lakini kwa namna pekee lazima niwashukuru sana wenzetu wa EGA. Ingekuwa kwenye hizi wizara hizi kuweka mifumo. Kwanza state ingekuwa inaeleweka. Watengenezee bampa ya wizara kutoka nje. Wenzetu hawa yaani mapita kama hivi yanatakuwa feli. Sasa yetu ni yaani amueleweki ni nani. Mwisho sio kwa umuhimu bodi yetu ya wadhamini iliyopita na sasa wamefanya kazi kubwa sana katika hata Ikulu wenyewe wanasikuaga sana tufike hapa tulipo, na niendelee kuwashukuru yaani kama rais kazi nzuri ambayo tunafanya na hakika tunafanya kazi hiyo. Lakini watumishi wenzangu wote wamekuwa ni sehemu ya mafanikio haya, na kwa kweli mazingira bora ya kazi tuliyojengea yanafanya hali kubwa ya kufanya kazi. Yote haya tuliyosema hapa yasinge kwa possible bila ya watumishi wenzangu ambao baadhi yao nao hapa, lakini wengine wengi nadhani wanatusikiza. Kwa hiyo nawashukuru sana na nawasihi waendelee kuchangia. Rai ni kwa waajiri na wafanyakazi waendelee kuhakikisha kwamba katika ule uchangiaji wa lazima wa sheria basi wanaleta michango kama inavyotakiwa sheria, kwa sababu kwa kutoweza kuleta mchango kama nilivyowaambia hapa ile tuathiri, tunashindwa kuwekeza kama ambavyo inatakiwa, na baadaye tunaweza kutuathiri hata katika uwezo wa kulipa mafao. Kwa hiyo niwasihi sana waendelee kuchangia bila shuruti, kwa sababu uchangiaji una manufaa sio tu kwa waajiri lakini kwa waajiriwa na kwa taifa zima kwa ujumla. Na katika siku zijazo tutaendelea kuboresha matumizi ya tehama kama nilivyowaambia, lengo ni kufikia 100%. Tunataka mtu akistaafu leo basi alipwe kesho. Lakini pia tutaendelea kuuza mfuko. Tuna mpango wetu wa miaka 6 ya muda mrefu ya maendeleo ambao unakwisha Juni 26. Katika mpango ule tunatarajia kufikia net worth, thamani ya shilingi zisizopungua trilioni 11. Na sisi kwa kasi hii tunaendelea, nadhani tutaweza kufika zaidi ya hapo. Kwa hiyo hayo ni msisitizo na rai, na huo ndio mwelekeo wetu. Lakini pia tuna weka nguvu zaidi katika kuimarisha mahusiano baina ya taasisi. Katika swala zima la automation, mmesikia Mheshimiwa Rais anasisitiza, EGA wanasisitiza, utumishi wanasisitiza, mifumo ya taasisi lazima iongee. Na sisi hicho ni kipaumbele chetu. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba tunaimarisha mahusiano ya taasisi na kuhakikisha kwamba information zetu zinakuwa shared. Hata sasa kwa mfano wenzetu wa TRA, taarifa zetu na wao zinasomana, na inatusaidia sana katika kuboresha makusanyo. Wale ambao wanaonekana kule wako kwetu tunawafuata, na wale ambao wanaonekana kwetu hawako TRA inawabana. Lakini wenzetu wa PSSF taarifa zinasomana, wenzetu wa WCF taarifa zinasomana, wenzetu wa utumishi na watu wengine, kamishna wa kazi, taarifa zinasomana. Lakini lengo ni kuhakikisha kwamba kila mwajiri mwenye kuweka kumbukumbu za waajiri na watumishi, basi tunakuwa na mifumo kati ya sisi na yeye katika namna ambayo itafanya taarifa zisomane na hivyo kuleta efficiency katika utendaji kazi. Basi baada ya kusema hayo, na kama nilivyowaambia, mafanikio haya yameendana na swala la takwimu. Sio mafanikio ya maneno, ni mafanikio ambayo yanaendana na takwimu. Takwimu hizi zipo na ukizitaka siku zote utaziona. Audited accounts ziko public, zinaonekana kwa kila mtu. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mwakilishi wa msemaji mkuu wa serikali, nakushukuru sana na washukuru sana wanahabari kwa kuhudhuria kwa wingi katika session hii ambayo tumehapo kwa ufupi tu yale mafanikio ambayo tumeweza kuyafikia katika kipindi cha miaka 4. Asante sana. Asante.